Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kuna swali niliwahi kuulizwa bwana. Niliulizwa, je, kuna pesa za bure kweli mtandaoni? Karibu sana kwenye Nuhu Online TV. Mimi naitwa Nuhu na hapa tunazungumzia mambo ya teknolojia, fursa za mtandaoni na njia halali za kuweza kujipatia kipato ukiwa nyumbani tu bila hata kuwa na mtaji mkubwa. Swali kuu leo, tuko na swali moja kubwa ambalo wengi wamekuwa wakiniuliza kwenye comment inbox hadi WhatsApp. Je, kuna pesa za bure kweli mtandaoni? Yaani zile unapata tu bila kulipa chochote, bila hata kusumbuka sana. Sasa hebu twende pole pole tu, nitakuonyesha ukweli ambao mara nyingi hauambiwi, kwa sababu watu wengi wanadanganywa sana. Wengine wanadanganya wengine na wengine wanaibiwa kwa tamaa ya kupata pesa za haraka. Aya, sasa tufafanue pesa za bure. Sasa unaposema pesa za bure, sawa? Mara nyingi watu hudhani ni kama zile unakuta umeamka asubuhi, simu yako ina notification umepewa dola 100 bure tu bila kufanya chochote. Lakini ukweli ni huu, hakuna pesa ya kweli ya bure. Kuna pesa ambazo huwezi kuhitaji kulipia kwa pesa taslimu, lakini bado zinahitaji muda wako, akili yako au hata data zako. Njia rahisi ambazo huwa zinasemwa ni pesa za bure, sawa? Kuna microtask. Kuna website kama Swagbucks, Timebuck ama Lemotask ambazo unafanya kazi ndogo ndogo kama kutazama video, kujibu maswali au kuandika caption, unalipwa kidogo kidogo. Sio pesa nyingi sana, lakini unaweza pata hela ya airtime, bando au hata pesa ya mboga. Kuna referral programs sasa. Hii ni kama unaposhare linki ya app au website, ukialika watu wengine unapata commission. Mfano mzuri ni kama Binance au apps kama Honeygain. Lakini ni lazima watu wako waaminike, sio wanase kwa nguvu. Alafu kuna crypto airdrop sasa. Hii inatokea sana kwa wale wanaopenda dunia ya cryptocurrency. Kuna project mpya zinakupa tokeni bure tu kama ukijiunga na kufollow kwenye social media au kusambaza habari. Lakini hapa ndipo scam huwa nyingi. Lazima ujue ni project ipi ni ya ukweli. App za kuangalia ads, mfano mzuri ni Brave browser, sawa? Ukitumia hii browser unalipwa kidogo kwa kuangalia matangazo. Unaweza kupata tokens zinazoitwa BATS ambazo unaweza kuziuza baadaye. Kuna online survey sasa. Makampuni yanataka kujua maoni ya watu. Wanalipa pesa kwa watu kama mimi na wewe kujaza maswali yao. Sio kila survey inalipa. Zingine ni za udanganyifu, lakini zipo harari kama Toluna, Essence na kadhalika, sawa? Tahadhari kubwa sasa. Sasa ndugu yangu, hapo ndipo wengi huchomeka. Watu wengi wanadanganywa. Kuna watu wanasema lipa 10,000 upate 100,000 kesho. Ukiona hivyo ikimbie. Kumbuka, ukiona ofa inavutia sana hadi inatia shaka, basi shaka hiyo ina ukweli ndani yake. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja, sawa? Mimi mwenyewe niliwahi kushiriki kwenye airdrop moja ya crypto. Nilijiunga na Telegram yao, nikajaza fomu, wakasema nisubiri token. Baada ya wiki 2 nikapata wallet yangu ina token za thamani ya karibu dola 30 na sikulipia chochote. Lakini nisingejua kuhusu hii project ningepoteza muda wangu bure. Sasa jibu la swali letu, kwa hiyo, je, kuna pesa za bure kwenye mtandao? Jibu ni hili: kuna fursa halali zinazokusaidia kupata pesa bila mtaji, lakini si pesa za kuamka tu unakuta imeingia. Lazima utumie kitu chako, iwe ni muda, akili au attention. Usikubali kudanganywa na maneno matamu ya online. Elimu ndiyo kinga. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, share video hii kwa rafiki zako, na usisahau kusubscribe hapa kwenye Nuhu Online TV kwa mafunzo zaidi kama haya. Kama unataka kujua zaidi kuhusu crypto, fursa halali za mtandaoni na jinsi ya kujipatia kipato ukiwa nyumbani, basi hii ndio sehemu sahihi. Acha comment hapa chini. Je,
Wewe umewahi kupata pesa yoyote ya mtandaoni? Ilikuwa halali au ilikuwaje? Hebu tusikie kutoka kwako. Na asante, nikutakie siku njema. Sawa.